ili kilimo kiweze kuendelea lazima kikue kwa 10%, na ukaletwa mkakati chini ya rais kupitia Wizara ya Kilimo unaitwa Agenda 1030 kwamba kilimo kikue 10% ifikapo mwaka 2030. Kwa nini kilimo kikue 10%? Kwa sababu kilimo kisipokuwa, ule uchumi tunaoona wa Tanzania ukikua, hautaweza kumfikia mtu mmoja mmoja, kwa sababu sekta zinazokuwa kwa kasi zinaajiri watu wachache. Mwaka 2002 tukapewa agizo, kakaangu Hussein alikuwepo, kwamba tuandae mradi utakaohusisha wakina mama na vijana kwenye kilimo. Tukafungiwa watu 35 Morogoro chini ya ufadhili wa rais wa AGRA. Kulikuwa wabunge, mkienda kwenye plaque iko pale Chinangali mtaona majina ya watu waliokuwa hapo, walifungiwa wiki mbili. Chini ya directive ya rais ukaandaliwa mradi wa BBT ambao hiki tunachotekeleza leo ni sehemu ya BBT. Kwa nini ilikuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa sehemu ya shughuli hii na wakina mama? Tumesema kutokea nyuma, kwa sababu ndo wanachukua sehemu kubwa ya segment ya wakulima wa kijijini, na tunataka uchumi unaokuwa tuone ukimfikia kila mtu, na ili uweze kumfikia kila mtu tukaanza kufanya uwekezaji kwenye kilimo kupitia wakina mama na vijana. Lakini tulivyokuwa tunasonga mbele tukagundua kwamba kilimo cha jembe na tija iliyopo haiwezi kumpeleka mkulima sehemu yoyote, na ile 10% hatuwezi kuipata. Na ili tupate 10% lazima vianzishwe vituo vya zana za kilimo. Baba yangu ana yuko pale anafahamu. Lakini kwenye hivyo vituo tukivianzisha, ni wataalamu gani wataweza kufanya hiyo kazi? Kwa sababu lengo ni kutengeneza ajira kwenye hivyo vituo na kwenye hayo mazingira. Ndio tukawafuata ndugu zetu VETA, tukakubaliana nao kwamba wao wanasema wanavyuo na hizi mitaala wanayo. Kwa hiyo hao vijana unaoona leo, mheshimiwa mgeni rasmi, hawajaja kusoma kwa kubahatisha. Wamechukuliwa kwenye maeneo yao ambapo kuna vile vitu ambavyo wanahitaji kuvitumia. Kama ni eneo la umwagiliaji, tumechukua vijana walio kwenye eneo la umwagiliaji, wanakuja kujifunza, wanarudi kuendeleza shughuli zao kwenye eneo lile, ambao ni utekelezaji wa BBT wa vijana ambao wako kwenye mazingira yao chini ya pioneership ya Mheshimiwa Rais na Wizara ya Kilimo. Vijana wanaotoka kwenye matrekta wanafundishwa matrekta. Tunachokiomba ni kwamba vijana hawa wanapaswa kwenda kule wawafundishe wenzao, waendeleze huu mfumo. Sisi kama AGRA era yetu ni ndogo sana, tulichokitoa ni kidogo. Tukisema kwamba huu mfano kwa sababu utafanikiwa, tunaomba wadau wengine pamoja na serikali muendelee kuwekeza kwenye huu mfumo. Tunajua kabisa utatengeneza ajira kwa vijana. Mgeni rasmi umeona mwenyewe hivi vijana tuliowaona pale hawana tofauti na wengine waliokaa. Kila mmoja akisimama atakwambia vile. Na umegundua kabisa kwamba tatizo la ajira, wale vijana wanamaliza chuo watakwenda watapata ajira, na sisi AGRA ndio lengo letu. Kupitia AGRA mimi naomba kuambia Wizara ya Elimu, na bahati nzuri sasa kule Wizara ya Elimu kuna msemaji wetu. Mwanzilishi wa BBT sasa amepeleka Wizara ya Elimu. Kwa hiyo sisi tunafurahi sana